Karibu sana kwenye sports update ya Game on TZ. Karibu sana mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo Tanzania na hata ukiwa nje ya mipaka Tanzania. Tuwe sote mpaka pale tamati ya matangazo haya mubashara kabisa kukuletea katika siku ya hii leo. Kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kimeendelea kufanya vizuri kweli. Michezo miwili ya ligi kuu Tanzania bara, michezo yote miwili imepata ushindi wa magoli 3, pointi 3, na huku wakiwa kileleni, huku wakiwa na alama 6 na magoli 6. Ukiachana na taarifa hiyo, kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba wanatarajia kuingia kambini Jumatatu ya wiki hii, kwa maana kwamba yatakuwa rasmi kwenda kujiandaa katika michezo mbalimbali ya kombe la bingwa barani Afrika. Rasmi Simba wamemtangaza kocha mkuu, kocha ambaye atakaenda kuifundisha kikosi hiko cha Simba msimu mpya wa 2025-2026. Kocha ambaye mwenye viwango vya lami, kocha ambaye mzuri kweli kwenda kuifundisha klabu hiyo ya Simba. Si mwingine anaitwa Dimit Patev kutoka pale nchini Bulgaria. Mchakato wa Simba kuweza kumtafuta ama kumsajili kocha huyo Dimit Patev, raia kutoka Bulgaria, mchakato ulianza kama hivi. Kwenye mchezo wa Septemba 28 ambapo Simba alipomkaribisha Gaborone United katika dimba la Benjamin Mkapa siku za hivi karibuni. Baada ya mchezo huo kutamatika katika dimba hilo la Benjamin Mkapa, Simba aliweza kutumwa mmoja kati ya mjumbe wa klabu ya Simba na kuzungumza na kocha huyo kuona labda jinsi gani ataenda kuungana na klabu hiyo ya Simba. Kocha Dimit Patev alikubaliana na kwa maana kwamba kuhitajika na klabu hiyo ya Simba. Mmoja kati ya kitu pekee ambacho kocha Dimit Patev amekubaliana na klabu ya Simba ni ile project ambayo iliyoweza kumshawishi kocha huyo na kukubali rasmi kabisa kuweza kujiunga na klabu hiyo ya Simba. Simba imekuwa na project nzuri kweli kuwatengeneza wachezaji vijana, kama ile project iliyosimamiwa na kocha Fadlu Davis, raia kutoka Afrika Kusini. Aliweza kukusanya vijana na kuweza kuwafundisha soka. Msimu uliopita Simba walifikia mpaka hatua fainali kombe la shirikisho barani Afrika. Bahati haikuwa njema kwa upande wao. Wameweza kutolewa ama kukosa kombe ambalo lililochukuliwa na RS Berkane kutoka nchini Morocco. Simba wamefurahishwa sana na project ya kocha huyo. Kocha Dimit Patev amesema kwamba kikosi cha Simba nimekitazama kwa ujumla kabla ya kusaini mkataba wa miaka 2 wa kikosi hiko cha Gaborone na kabla kwenda kuachana na wana kutoka kule nchini Botswana. Dimit Patev amewashauri viongozi wa Simba, kama nitakuwa kocha mkuu wa kikosi cha Simba, basi ningependa kufanya maboresho kwenye kikosi hiko cha Simba. Kwanza ni kwenda kuwasajili wachezaji wengine wapya, wachezaji ambao watakaoenda kumpa manufaa. Wachezaji wa Gaborone ni wachezaji wazuri na hata wachezaji wa klabu ya Simba wote ni wachezaji wazuri, lakini moja kati ya eneo ambalo kocha Dimit Patev amesema kwamba yeye ataenda kulifanyia maboresho makubwa kweli ni eneo la kiungo mshambuliaji kutoka eneo la katikati, kwa maana kwamba namba 10. Dimit Patev ameweka ushirikiano mzuri na kikosi cha Gaborone. Moja kati ya taarifa ikieleza kwamba kocha huyo yupo mchezaji mmoja ambaye ataondoka naye kwenye kikosi hiko cha Gaborone. Simba viongozi wake bila hiana na bila kupepesa macho wamesema kwamba wao wako tayari kwenda kumsajili mchezaji huyo pindi tu itakapofunguliwa dirisha dogo la usajili itakapofika Januari mwaka 2026. Simba bila kupoteza muda, wao wanatarajia kwenda kumtangaza kocha Dimit Patev siku ya hii leo. Ni kocha mwenye historia nzuri, ni kocha mwenye ufundishaji mzuri wa kulifundisha soka barani Afrika. Kikosi cha Gaborone United ni mabingwa mwaka 2024 na 25. Klabu ya Victoria United kutoka pale nchini Cameroon ameipa mataji ya kutosha, na baada ya hapo na huko katika timu zingine ambazo alizokuwa akizifundisha Dimit Patev, alikuwa ni kocha mzuri, kocha mwenye viwango, kocha ambaye ana mafanikio makubwa sana kwenye kari yake ya ufundishaji wa soka barani Afrika.
Ingawa hana historia nzuri kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika pamoja na michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, hiyo pia haitaondoa yeye kufanya vizuri ndani ya kikosi hiko cha Simba. Ziko taarifa kama yule kocha aliyotoka mara ya kwanza, kocha Fadlu Davis, yeye hakuwa na historia nzuri sana kuifundisha klabu hiyo ya Simba. Raja Casablanca pale nchini Morocco alikuwa ni kocha msaidizi, huku taarifa zingine zikieleza kwamba mbali tu na kuwa kocha msaidizi wa kikosi hiko cha Raja Athletics Club, Raja Casablanca pale nchini Morocco, ameweza kufanya vizuri pale ambapo alipokuwa amekabidhiwa kijiti hiko na klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Hiyo pia haikumfanya kocha Fadlu kufanya vibaya pale ambapo alipokuwa amekabidhiwa kijiti hiko. Aliendelea kufanya vizuri na aliendelea kuaminika na kocha huyo, na huku uongozi wa klabu ya Simba waliendelea kumpa ushirikiano mzuri na kuendelea kufanya kikosi kilichokuwa bora zaidi pale ambapo alipokuwa akikabidhiwa kijiti hiko kutoka kwa makocha wengine, huku kocha ambaye aliyeachana klabu hiyo ya kikosi cha Simba, Abdullah Haki Benshika, raia kutoka Algeria. Ni moja kati ya mafanikio makubwa sana ambayo Simba wameweza kuyapata kwa kocha aliyeondoka Fadlu Rahman. Wengi mashabiki wa Simba walimbeza, kwa nini kocha alikuwa kocha msaidizi leo anaenda kuwa kocha mkuu kwenye kikosi hiko cha Simba, kabla ya kwenda kuonesha daraja, kabla ya kwenda kuonesha kile ambacho alichokuwa nacho katika upeo wake na fikra zake na weledi aliyokuwa nao. Dimitri Pantev ni moja kati ya makocha ambao pia wataingia kwenye historia hiyo hiyo. Baadhi ya mashabiki wa Simba hawatakuwa na imani na kocha huyo, lakini kwa historia ambayo niliyokuambia hapa, ni moja kati ya makocha bora kweli kweli ambao Simba wanaenda kumtangaza siku ya hii leo majira saa 1 kamili za usiku za saa za Afrika Mashariki na Kati. Dimitri Pantev amezaliwa mwaka 1976 akiwa na umri wa miaka 49, huku tarehe aliyozaliwa tarehe 26 ya mwezi wa 6 mwaka 1976. Historia ya kocha huyu imekuwa na historia nzuri sana kwenda kuifundisha moja kati ya vilabu bora barani Afrika. Amekuwa na bahati nzuri pale ambapo anapoweza kupata nafasi ya kuifundisha moja kati ya klabu barani Afrika. Amekuwa na historia iliyokuwa nzuri kwa upande wake. Kila klabu anayoenda kuifundisha kocha huyo amekuwa na historia ya kwenda kuipa mataji. Hili pia litaenda kufanyika ndani ya klabu ya Simba pale ambapo uongozi wa klabu ya Simba umechukua hatamu ya kuweza kumpa majukumu mapya. Kocha aliyeondoka Fadlu Rahman aliweza kushindwa mfupa kuweza kuipa mataji klabu hiyo ya Simba. Kocha Dimitri Pantev, yeye ataweza kweli kuipa mataji klabu hiyo ya Simba? Tungoje na tusubiri. Kazi ya jicho ni kuona na kazi ya masikio ni kusikia. Muda tu utakapokuwa hai na pale ambapo pumzi itakapokuwa imekupa wasaa kuendelea kuwa hai na kuona ubora wa kocha Dimitri Pantev, tutaenda kuyaona hayo. Ukijaribu kumtazama muonekano wa kocha huyu, unaweza kujiuliza, huyu ni kocha ama ni muhuni ama ni msela? Ni kocha aliyekuwa na matatu mwili mzima. Ni kocha mwenye historia nzuri ya kulichora mwili mzima, huku akiamini ya kwamba yeye bahati yake kubwa ipo katika kujichora mwilini mwake. Mwaka 2021 pale ambapo alipokuwa kocha mkuu wa kikosi cha Victoria United pale nchini Cameroon, aliwahi kuhojiwa na moja kati ya kituo cha habari pale nchini Cameroon. Ameeleza kwamba watu wengi wananiuliza, maswali ni mengi, kwa nini nimejichora hivi? Huyu ni Mungu wangu wa pili baada ya yeye kujichora. Hiyo ni kama bahati kwake yeye, na yeye anaona kama kujichora ndio kama fursa kwa upande wake na kujipa mafanikio makubwa sana kwa upande wake. Mimi naitwa Mpekuzi.com. Nenda kwa upande wetu wa YouTube, nenda pale subscribe ili mambo yaende kuwa vizuri zaidi. Kocha mpya wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba anaenda kutangazwa jioni ya hii leo majira saa 1, ndio itakuwa ni masaa sahihi ya kwenda kujua kocha mpya wa klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Anaitwa Dimitri Pantev, raia kutoka Bulgaria. Moja kati ya klabu ambayo alikuwa akifundisha ni klabu ya Gaborone pale nchini Botswana. Mwaka 2024-25 ameweza kuipa mataji mazuri tu kikosi hiko cha Gaborone. Kikosi hiko kilikuwa na ukame wa kuchukua mataji pale ambapo tu viongozi wa Gaborone kumpa mkataba na kocha huyo. Kikosi hiko cha Gaborone wameanza kufanya vizuri. Mataji mazuri waliokuwa wamekabidhiwa ndani ya kikosi hiko cha Gaborone United. Huyu atakuwa ni kocha sahihi kwa upande wa Simba ambaye ataenda kutangazwa usiku wa hii leo.
tusubiri na tungoje kuona. Yule aliyeondoka Fandru, raia kutoka Afrika Kusini pamoja na taifa la Ureno, aliwahi kuifundisha Simba hatua fainali kombe la shirikisho. Huyu ataipeleka wapi Simba ama kutoka kwenye michuano